Ya habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena kwa wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho daima kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants. Bila shaka katika siku ya jana, siku ya tarehe 13 mwezi wa 7, kuna movie ilitokea katika nchi ya Yemen. Na si movie nyingine, palikuwa na ndege ya Mihan ambayo ilikuwa inatoka katika nchi ya Iran kuja katika nchi ya Yemen. Lakini kabla ya ndege husika kuweza kutoka katika nchi ya Iran kuja katika nchi ya Yemen, serikali ya nchi ya Yemen, kwa kuzingatia kwamba katika nchi ya Yemen pale kuna serikali mbili. Kuna serikali ya kundi la Houthi, lakini vivyo kuna transition government. Kuna hii serikali ya mpito ambayo inatambulika kimataifa, ambayo inatawala hasa katika upande, inatawala sehemu kubwa katika nchi ya Yemen, lakini hasa katika upande wa mashariki. Ilikuwa imetoa maelekezo kwamba viongozi wa kundi la Houthi walioelekea katika msiba wa Ali Khamenei watakapokuwa wanarudi wanatakiwa watumie ndege za biashara, kwa maana hizo commercial flights wanaita kwa Kiingereza. Sasa kabla ya hapo, viongozi husika wa kundi la Houthi kuondoka kwao katika nchi ya Yemen waliondoka kwa kutumia ndege ya nchi ya Iran ya Mihan, ndio iliyokwenda kuwafuata kuwapeleka katika nchi ya Iran. Lakini vile vile kipindi cha kurudi walikuwa wanakusudia waweze kutumia ndege ya Mihan. Lakini shida kubwa ni kwa sababu nchi ya Yemen kwa muda mrefu ilikuwa imewekewa zuio la baharini, vile katika upande wa anga na hata katika upande wa mipaka ya kawaida kipindi cha nyuma, lakini hasa ilikuwa ni baharini na katika upande wa anga. Na ni azimio ambalo lilipitishwa na Umoja wa Mataifa, azimio namba 2216. Na lengo la azimio husika ilikuwa ni kuzuia kuingia kwa silaha katika nchi ya Yemen, kuingia kwa silaha kiholela, na hasa ilikuwa inakusudiwa kutoka katika nchi ya Iran kuja katika kundi la Houthi. Na hii ni kwa sababu ya of course ni zuio la muda mrefu toka ilipoanza mgogoro wa vita pale katika nchi ya Yemen, ikihusisha vile vile kundi la Houthi na dhidi ya mkusanyiko wa nchi tofauti tofauti, kama nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Kuwait, United Arab Emirates, nchi ya Bahrain na mfano wa kila nchi zingine ikiwemo Marekani na nchi ya Uingereza kupambana na kundi la Houthi. Move ambayo kilele chake hasa ilikuwa mwaka 2017, lakini moja katika mambo ambayo iliendelea kubaki ni katazo katika upande wa anga ya nchi ya Yemen kuzuia ndege kuweza kuingia, hususa katika maeneo ambayo hayatawaliwi na serikali inayotambulika kimataifa, bali hata meli ambazo zimekuwa zikielekea katika nchi ya Yemen zimekuwa zinalazimika kufanyiwa ukaguzi na serikali ile ambayo inatambulika kimataifa. Kwa maana kwamba hata zile meli za misaada ya kibinadamu ambazo zinaingia, maana yake ni lazima zipite katika sehemu ambazo zinakontroliwa na ile serikali ambayo inatambulika kimataifa. Kwa hiyo shida iliyotokea katika siku ya jana ni kwamba ndege ya nchi ya Iran maana yake ilikuwa inakusudia kwenda kutua katika mji wa Sanaa katika upande ambao unakontroliwa na kundi la Houthi, jambo ambalo lilikuwa limeleta shida kipindi cha nyuma. Kwanza toka wanachukuliwa kupelekwa katika nchi ya Iran siku za nyuma kidogo, lilileta shida kwa sababu nchi ya Saudi Arabia ilikusudia kushambulia, na message iliyotoka katika kundi la Houthi ilikuwa ni kwamba nchi ya Saudi Arabia ikishambulia katika ndege husika na Houthi watashambulia katika nchi ya Saudi Arabia. Kwa hiyo movie kai imecollapse kwa utaratibu huo. Sasa kipindi cha kurudi kunaonekana kwamba palikuwa kuna dhamira hiyo ya kuweza kushambulia katika uwanja wa ndege, especially katika sehemu ambayo ndege zinatua katika ile barabara ya ndege, ili kuweza kuzuia ndege husika isiweze kutua katika uwanja wa Sanaa. Kwa hivyo wakati ndege inakuja, manake ndege pia za kijeshi ambazo zinahusianishwa na serikali ile ya inayotambulika kimataifa, lakini actually zinaonekana ni ndege kutoka katika nchi ya Saudi Arabia ndio zilikuja zikafanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa Sanaa, na hivyo kulazimisha ndege ya Mihan kutoka katika nchi ya Iran iweze kuelekea katika uwanja wa ndege wa Al-Hudaid, na hivyo wahusika wakashuka katika uwanja wa ndege wa Al-Hudaid. Jambo ambalo mwisho wa siku lilipelekea kundi la Houthi na lenyewe kufanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa Abha kule katika nchi ya Saudi Arabia, lakini vile vile katika bezi ya jeshi la anga inayojulikana kama Prince Khalid Air Base katika nchi ya Saudi Arabia, vile vile kafanyika mashambulizi ya namna hiyo. Na cha ziada, kundi la Houthi likatangaza kwamba ndege yoyote ya abiria
inapoelekea katika nchi ya Iran, katika nchi ya Saudi Arabia, au ni kama hazitaki kuelekea katika nchi ya Saudi Arabia, kwa kuzingatia kwamba na wenyewe wanaweza wakafanya mashambulizi wakati wowote mpaka pale zuio la anga la nchi ya Yemen litakapokuwa limeondolewa. Kwa tafsiri nyingine, kama vile ule umoja ukikusanya nchi kama ya Saudi Arabia na mfano wake walipoamua kuweka no fly zone, ile amri ya kwamba hakuna ndege kutua katika nchi ya Yemen, especially katika upande ule wa magharibi. Kwa utaratibu huo huo, na kundi la Houthi na lenyewe limeamua kuweka no fly zone katika nchi ya Saudi Arabia, kwamba ndege yote itakayotua chochote kinaweza kikatokea, mpaka pale ile sheria ya kwamba ndege zisitue katika nchi ya Yemen, hususan katika upande wa magharibi, iweze vile vile kuondoka. Kwa hiyo move imekaa katika muundo huo kwa hivi sasa, na ni matokeo ya nchi ya Iran kujaribu kuondoa, maanake ile ndege kuweza tu kutua na kisha kuondoka bila kuweza kushambuliwa. Tafsiri yake maanake ni kwamba wamekwenda kuvunja ile zuio ambalo lilikuwa limewekwa katika nchi ya Yemen kwa kipindi cha muda mrefu kama miaka 11 hivi takriban. Sasa matokeo ya hii move yote hasa ni nini? Cha kwanza, kile kinachoonekana wazi ni kubadilika kwa structure au kubadilika kwa muundo wa kiusalama katika mazingira ya eneo la Mashariki ya Kati, kwamba kwa hivi sasa inaonekana kwamba kuna nguvu mpya ambayo imeibuka katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa ni nguvu ya nchi ya Iran, jambo ambalo linafanya sehemu ya washirika wa kundi wa nchi ya Iran wajihisi kwamba sio wanyonge tena, na ndio tafsiri ambayo imetolewa na kundi la Houthi kwamba ndege imeweza kuingia mara ya kwanza, pamoja na kwamba ilikuwa kuna ishara kwenda kushambulia, lakini wakatoa onyo kwamba itakapokuwa imeshambuliwa ndege, basi na wenyewe vile vile watashambulia katika nchi ya Saudi Arabia. Move hiyo ikawa imestop. Lakini hii move ya pili, pamoja na kwamba ndege ilibidi kubadilisha direction na kutua katika uwanja wa Al-Hudaid, lakini mwisho wa siku ni kwamba ndege imeweza kutua na imeweza kuondoka katika mazingira ya namna hiyo. Maana yake ni kwenda kinyume na lile azimio la Umoja wa Mataifa namba 2216 ambalo lilikuwa linakusudia kuweza kuzuia ndege kuweza kutua, especially katika upande ambao unakontroliwa na kundi la Houthi. Kwa hiyo moja katika kile ambacho kinaonekana wazi ni kwamba structure ya eneo la Mashariki ya Kati au muundo wa kinguvu wa kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake hivi sasa umekuja kumtambulisha player mpya au nguvu mpya ambayo imekuja kuemerge ilikuwa ni nguvu ya muda mrefu, lakini imekuja kuinuka kama ni moja katika nguvu ambayo inaweza kusimama kama nguzo katika eneo la Mashariki ya Kati, nayo sio nguvu nyingine isipokuwa ni nguvu ya nchi ya Iran, ambayo maana yake inakuja kuwasilishwa na baadhi ya miitikio au baadhi ya zile reaction ambazo zinafanywa na washirika wao kama kundi la Houthi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, katika kile ambacho tunakiona ni kwamba kundi la Houthi lina nguvu kiasi ambacho linaweza kuonyesha kwamba lina uwezo wa kuproject power yake, na ndio maana limetangaza kwamba ndege vile vile hazitakiwi kutua katika nchi ya Saudi Arabia, kwa maana kwamba ndege itakapotua katika nchi ya Saudi Arabia chochote kinaweza kikajitokeza, kama ilivyo kwamba ndege ikitua katika nchi ya Yemen, especially katika viwanja kama vya Sanaa na kule Al-Hudaid, inavyokadiriwa kwamba chochote kinaweza kikatokea, kwa maana ya mashambulizi kuweza kufanyika. Kwa hiyo ina maana kundi la Houthi kwa kitendo chake cha kutangaza kwamba ndege haitakiwi vile vile kushuka katika viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, hii ni kuonyesha kwamba wanajaribu kuonyesha sehemu ya nguvu ambayo waliokuwa nayo, kiasi ambacho wanaweza kuiproject kuelekea katika upande mwingine. Lakini jambo la tatu ambalo vivyo tunaliona katika move hii ni ishara ya wazi kwamba sehemu ya Yemen kwa hivi sasa inawezekana ikawa ni korido nyingine ya mgogoro mpya. Maanake tumezoea kwa hivi sasa, katika siku za nyuma tuliona kwamba moja katika maeneo ambayo yalikuwa na migogoro mikubwa ni nchi ya Iran na sehemu kama ya Israel, lakini vile vile ikatapakaa katika baadhi ya maeneo mengine ya eneo la Mashariki ya Kati, basi na kuihusisha sana nchi ya Yemen, pamoja na kwamba nyuma kabla ya kuibuka kwa mgogoro wa nchi ya Iran, maana yake na yenyewe ilikuwa ina sehemu ya mivutano na nchi ya Israel kuhusiana na ishu ya Gaza. Lakini kwa hivi sasa kile kinachoonekana ni kwamba si ajabu itakapoonekana kwamba kuna aina mpya ya movement ambayo inaendelea baina ya kundi la Houthi dhidi ya serikali ile ambayo inatambulika kimataifa ikishirikiana na nchi
ya Saudi Arabia, kwa sababu kama leo tumeona kwamba kundi la Houthi limeweza siku ya jana actually limeweza kushambulia katika uwanja wa ndege wa Abha na kushambulia katika Prince Khalid Airbase. Tafsiri yake ni kwamba muendelezo huo inawezekana vile vile ukaendelea, na hii ni kutokana vile vile na report ya kwamba Mohammed bin Salman yule Crown Prince wa Saudi Arabia aliwasiliana, kuna taarifa ya mawasiliano yake na nchi ya Marekani kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa nchi ya Saudi Arabia kuweza kuhaulisha, yani kule kuanzisha tena sehemu ya mashambulizi yake dhidi ya kundi la Houthi, kwa kuzingatia kwamba palikuwa kuna makubaliano ya usitishaji wa mapigano baina ya nchi ya Saudi Arabia na kundi la Houthi. Lakini kile ambacho kimejitokeza hivi karibuni cha Houthi kushambulia katika nchi ya Saudi Arabia, maana yake inazingatiwa kama ni kuvunjwa kwa ile sehemu ya truce au sehemu ile ya usitishaji wa mapigano baina ya pande mbili. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba hiyo ni move ambayo ilijitokeza katika siku ya jana, ambayo inawezekana ikaja ikatupa indication au inawezekana ikatupa indication au alama ya kwamba sehemu ya Yemen inawezekana kwa hivi sasa ikawa ni kitovu kingine cha kuendelea kwa mgogoro katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kutazama movement hiyo ambayo imejitokeza katika siku ya jana, kama itakuwa ni movement endelevu, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao inawezekana tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.